Kama alivyotaja hapo awali mwenzangu Paul Kirobi, basi hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, huwa tunachambua na kuchanganua masuala ya mila na tamaduni. Jioni ya leo tunaangazia kwa kina na kupiga darubini tamaduni za jamii ya Agikuyu, tukizungumzia kwa undani kuhusiana na ndoa zao na pia jinsi wanapatiana majina pale. Tumeona maswala ibuka na pia maswali zushi kuhusiana na majina ambayo yanapagazwa wale wavulana kutoka jamii ya Gikuyu. Unapata wakati mwingine mvulana ana jina la kikisichana ambayo labda kijamii haikubaliki kupitia au inaonekana mwiko kupitia jicho la jamii zingine. Basi kwa muktadha huo, labda kuelewa zaidi kwa nini kuna matukio kama haya katika jamii ya Gikuyu, niko naye Michael Mugo. Huyu ni naibu mwenyekiti wa Kiama, shirika la National Gikuyu. Karibu sana Mugo. Umesema kwamba utanikosoa endapo sijataja cheo chako kwa njia stahilivu, lakini hivi labda ukijitambulisha. Kiama ni shirika ambalo au ni kundi la wazee kama tunavyofahamu, ambalo limezagaa sana na kusema sana katika midomo ya watu hapa nchini Kenya, kusema kwamba Kiama ndio kusema huko mlimani. Sijui kama ni ukweli, nyinyi ndio mnaunda sheria za jinsi Mkikuyu anafaa kuishi. Shukran sana. Ujambo mtazamaji wa TV47. Naam. Vile umeelezwa, jina langu ni Njoroge wa Mugo, lakini naitwa Michael Mugo. Mimi ni daktari, nimefanya kazi ya uhandisi ya daktari katika chuo kikuu cha Laikipia na pengine. Lakini vile umeelezwa, mimi ndio naibu wa mwenyekiti wa Kiama. Hilo jina wakati mwingine halisemeki kwa lugha nyingine yote, sababu Kiama inamaanisha council kwa Kiingereza. Kwa hivyo vyovyote vile tunaelewa, lakini hoja yetu kubwa ni kudumisha tamaduni zetu, kudumisha sheria za jamii yetu na mipangilio ya tamaduni zetu. Na kwa mfano vile kama leo unasema kuna sheria gani ziliwekwa tangu zama za kale, alafu tunazifuatilia zenye zinawezekana, zenye haziwezekani kulingana na maisha yetu vile tunaenda tukibadilisha. Lakini sana tuko na katika counties 16 na kwa hivyo tuko na mpangilio wa kwamba katika kila county kuna vitengo vile vidogo, alafu wamejiunga kulingana na vile mipangilio imekaa, kama sub county, kuanzia ward, sub county, county, kuendelea hivyo mpaka tuko na national executive ambako mimi ndio naibu wa mwenyekiti. Mwenyekiti anaitwa Dongo Gaidhuma, kwake ni pale Nakuru. Naam. Wazee wengi siku hizi wenye wako kwa Kiama ni wazee wamesoma. Samani walikuwa unawafikiria mzee anavaa ngozi kwa kichwa, labda kazi yake ni hayo maneno tu ya kuangalia kama huyu amefikisha kuoa au labda amefikisha yale. Lakini kwa wakati huu tunafanya pia research, kuangalia ni maneno gani hufanyika ambayo yanaweza kusaidia jamii. Hata kwa kama kuna tamaduni zinafanyika, sababu zake zilikuwa gani na vipi tunaweza kuzifanya wakati huu. Naam. Kwa hivyo za tohara, za kuoa, za utangamano katika jamii yetu na jamii zingine, tumeungana pia na jamii zingine za council zingine za Kenya na kutengeneza National Council of Elders ambayo iko na jamii zote. Kwa hivyo ambao chairman wetu anaitwa Major Retired Sei John Sei. Naam. Kini chake ni nini? Hasa kini chake ilikuwa sana ni kuhamasisha watu utangamano sana, kudumisha amani. Unajua, kama ukiangalia nyuma kidogo, mwaka kama wa 07 na mwaka pia 1997-92, ukiangalia kule Rift Valley ulikuwa unapata hii jamii na ile jamii hawasikizani. Sana unapata kuna tabia zingine za kitamaduni ambazo huwa zina wakati mwingine dunisha za wale wengine. Kwa mfano unapata kuna wengine kama wizi wa ng'ombe, kwa wengine sio hatia. Kwa wengine inakuwa maisha yao, wanaona wengine wataki kuwa na ng'ombe. Kuna mwingine unapata wengine kama ni wakulima, pata wakati wa Laikipia wakati mmoja wale wakufugaji wanafikiria mwenye analima viazi labda ziko kwa mchanga, matawi ni ya ng'ombe. So vitu kama hizo lazima, ule mfano wa kaunti ya Meru. So lazima uwe watu pia waelewe tamaduni za wengine. Ndio kama tu ndio uelewe tamaduni za mwingine, pia yako inakuwa na
na nguvu kama umeelewa ya mwingine. Kama huelewi ya mwingine, utafikiria yako ina maana kuliko ya mwingine. Lakini tamaduni zote sisi husema ni, kwa Waingereza wanasema neutrality of culture. Kwamba ukiona kuna kitu ambacho Wakikuyu wanafanya kinaweza linganishwa na kabila nyingine kwa sababu kiini chake kilikuwa labda kuwaweka watu pamoja. So kwa mfano wakati wa doa, ukiona kwa nini kuna sheria za doa? Kwa nini huwezi tu siku hizi wasichana, sijui kama rika yako au ni rika gani, nakuta tu umejuana na mvulana, mmesoma pamoja, labda mkiwa university mnaanza kuishi pamoja, alafu siku moja anasema niko na mgeni, nampeleka kwa nyumbani. Nasema hata si mgeni, na mwingine mdogo hapa. Ilikuwa haikubaliki kwa culture zote. Sababu gani? Ilikuwa pia inalinda maisha ya msichana. Lakini na ndio kabila zote zilikuwa na hizo sheria. Kwa hivyo kwa Wakikuyu, msichana hangeweza kwenda kujipeleka kwa mwanaume na aseme sasa nimekuja, sasa unaweza kuwa mume wangu. Labda kabla uendelee, daktari, umezungumzia swala nzuri la kwamba mmeunda shirika ambalo linaunganisha jamii zote. Hivi kufikia sasa labda mmesajili kabila ngapi? Vile tumefanya, watu wamekaa kama kulingana na region yao. Na hizo si ati tumewasajili, ni kwamba kama Kiama au the Gikuyu Council, pia kuna Western Njuri Ncheke Council, kuna Njuri Njeke, kuna Miyot Council ambayo ni Kalenjin wote. Kalenjin wote wakijiunga, Nandi, Kipsigis, wengine wote wanaitwa Miyot. Alafu kuna Luo Council ambao unasikia wanaongozwa na Ker. Njuri Njeke is among zile ziko za strong sana, ambayo imekaa miaka mingi sana. Na wenye alikuwa secretary general wake marehemu Rutere, Faris Rutere, ndio alikuwa chairman wetu wa kwanza. Na Mungu ailaze roho yake pazuri. Na tuko pia ukienda Coast, tuko na Mijikenda Council. Tukienda kwa Masaini kuna Maa Council ambayo inaongozwa na mzee anaitwa Nchoe. Ukienda kama kwa hata Waturkana, Pokot, kuna Somali Council. Paka tumeingiza juzi kuna Waindi ambao hawako wa Kenya zamani, lakini wanaishi hapa. Ukambani wako na council yao mara mbili, wanajita atumia adhome, atumia Kikamba ni wanaume. So karibu kabila zote zimeidhinishwa pale, lakini sio ati ni usajili. Kila council inakuja kama council. Alafu wanatengeneza nao the leadership au uongozi wao wenyewe. Na sasa na kitu moja naweza kueleza katika kutumia, nikwambie success moja. Kitu moja tulifanya wakati wa hii customary marriage au marekebisho ya Marriage Act 2014. Iko kwa sheria. Kulikuwa na shida sana kufanya public participation ya kujua ni mila gani itatumika kuandikwa pale katika customary marriage. Na wale katika registrar of marriages waliniita. Mimi sijui walinipata kwa njia gani. Kanitumia email, nikaenda tukaketi. Tukaita wale waakilishi wa hizo vikundi vyote. Na tukaweza kueleza nini ya umuhimu kile kidogo kabisa ambao yani the minimum ambao inakubalika kwamba kutumia customary marriage, msichana anaweza kuwa ameolewa na mvulana ameoa katika jamii zote. Na hiyo sasa ni sheria katika Kenya. Kwa hivyo katika customary marriage ni pale moja tulishirikishwa na tukaweza kusaidia katika utungaji wa hiyo sheria. Nzuri sana. Umenena kuhusiana na jinsi labda kwa sababu ya nyakati kubadilika, masomo kuja kwa Mwafrika na hususan Mkenya, unajiunga na shule. Niko katika chuo kikuu, nimepatana na mvulana pale, alafu tunaanza maisha. Kumaanisha kwamba tumeruka viunzi fulani vya mila yetu. Labda tuseme mimi ni kutoka kabila ya Meru. Hivi kuna athari zozote hasi, negative effects za kuruka mila fulani za jamii yako? Sana. Sababu utapata msichana wameanza kuishi na mvulana, wamejuana, wamependana, wamesoma mila, taratibu mbalimbali za kigeni zingine ambazo kwa mfano kama kwa marriage, ukienda civil marriage, hii ya sheria tu ya kwenda kwa Attorney General's Chambers, inahitaji tu mvulana, msichana na witness wa kila mmoja, waende pale wajiandikishe, waseme sisi tunataka kuandikisha tumeoana. Sheria inasema hivyo. Lakini pale kwa wazazi kuna ule mtoto vile amelewa, amepangiwa kwamba hatapata shida pale baadaye. Kwa nini? Mila za Kiafrika na sana sisi wa Kikuyu
hata Wameru pia. Ilikuwa ni kwamba lazima jamii ya msichana, jamii ya mvulana wawe wameweza kuja pamoja na wameweka kwa Kiingereza tunasema deterrence. Kwamba kwa mfano niseme kwa Kikuyu. Wakati mvulana angekuwa labda baba yake au yeye hapo zamani amependa msichana fulani, mzee alikuwa anapika pombe. Anapika pombe, anatumana kule kwa yule msichana, anasema mwambie yule mzee nitakuja kutembea. Wanakuja wanatembea, wamebeba na wamama, wanapatiana pombe. Kwa hiyo inaitwa johiajo, pombe ya kuulizana. Hiyo pombe umuhimu wake sio kunywa ulewe. Ilikuwa ni wakati msichana anaambiwa, hey, hawa ni wageni wako. Anasema ndio. Umewakubali hapa? Umewakubali. Basi wekea baba yako pombe. Akimwekea, babake alikuwa anamuuliza maswali mawili. Ya kwanza, hii pombe nikiwahi kuikunywa nitaitapika pale baadaye? Msichana anasema hapana. Alafu anauliza, kwa hivyo hutaenda kutuaibisha kule? Hapana. Swali la tatu, tunaweza kupokea mahari yao? Msichana anasema ndio. Hiyo ilikuwa covenant kati ya msichana na baba. Kwa hivyo umuhimu moja ni kwamba kama wangeanzisha zile step hali zinaanzisha, ilikuwa na umuhimu ya kwamba msichana amelindwa na hiyo doa imelindwa, sababu ni kama wamekulishwa kiapo. Kuambiwa kwamba hii marriage yenyu idumu. Alafu pale baadaye baba atatumia ile pombe kuwabariki wote. Na unaona hiyo kufanyika hadharani kwamba hii jamii na hii jamii wamekutana, wamama wamekuja pande zote mbili, jamii. Hata kuna wakati dugu mdogo wa huyu msichana anaulizwa, wewe ndio ulikuwa unachunga yeye vijana wakija kuuliza pale? Anasema ndio. Anapewa kitu zawadi. So ilikuwa inajumuisha kila mtu. So kuna utofauti kubwa sana yawe kujipeleka na hii ya kuja kuchukuliwa na jamii. Yes, so jamii zinapata kujuana, wanatengeneza urafiki wa kudumu. Manake kama Wakikuyu na methali moja inasema kama fisi au akija kwa boma utamuita shemeji pia msaidiane. Kwa hivyo ni kusema shemeji atakuwa tufanye pamoja. Ilikuwa harambee fulani. Na hii harambee si ya doa tu, ni kama umekuwa jamii moja. Kwa hivyo huyo muhimu wa kuwa jamii moja ni kitu siku hizi ukijipeleka pale, basi hizo jamii ziko wapi? Kwa hivyo inapata siku ile utapata shida, utamweleza nani? Naam, sasa hivi basi inamaanisha daktari ya kwamba ndio mwisho wa maisha, kwa sababu asilimia kubwa ya sasa hivi ya jamii tuishivyo, jamii tuishio na pia hiki kizazi cha Gen Z, kizazi cha Gen Alpha, natumai pia wao washafikisha miaka niko nao kwa nyumba. Tayari wameanza hata wengine ni millennial, wengine Gen Z. Kuasi ukapera nam. Sasa hivi vizazi vyote inamaanisha kwamba endapo umeruka hivi viunzi vya mila au tamaduni, hautaweza kuishi maisha mazuri. Lakini pia kuna haya majito, labda ukiunganisha haya majibu mawili ya kwamba ni sawa si kuolewa kwa njia ambayo inafaa, halafu tumepata watoto, hawa watoto wanaanza kuwa wagonjwa sana au wanaanza kupata matatizo chungu nzima maishani. Na sasa wale wazazi wanaanza kufikiria ni kwa sababu kuna hatua ambazo tuliruka pale nyuma. Basi swali la kwanza, je, linaweza kurekebika? Pili, ni mwisho wa maisha? Asante sana. Hakuna chochote hakiwezi kurekebishwa. Kitu cha kwanza tujifundishe hivi. Ni vizuri na ni vyema sana wakati msichana anaenda kuolewa au kijana anaenda kuoa, wapitie kwa mlango, kwa gate. Kumaanisha wamebisha, wamefunguliwa, wamejitambulisha, wamejulikana. Sisi Wakikuyu husema kama hujapita kwa gate, umepitia kwa fence. Manake umekuja kwa fence ukasema, njoo twende. So basi hamjulikani pa muendapo. So kuna njia ya kurekebisha ambayo tunasema beleni kabisa msichana hangekuwa amewahi kuonana kimwili na mwanaume wakati wa kuolewa. Angekuwa ameonana kimwili, angeolewa kama wale bibi wa pili. Au kama amepata mtoto, tulikuwa tunasema kwa Kikuyu, huyo mtoto amepata pale kwa jiko, mtoto wa jikoni. Yaani kama asifu jivu ndio ilifanya apate mtoto. Maana yake ni ile kuficha tu. Na hawa watoto wengine ndio utapata huyo msichana kama amekaa nyumbani, anatakiwa kuwa na ndugu yake au mjomba wa mtoto ambaye anatakiwa kufanya kuwa kama babake. So kuna huyo amfanyie zile tambiko ambazo zinatakikana ili akae kama ameolewa. Kwa hivyo hawa watoto ndio unapata wengine, manake mama yake hajaolewa, akikosa kuchukua lile jina la mjomba wake, atakaa na hataki kuita mtoto jina la babu, yani jina ya baba ya msichana.
utapata mtoto wakati mwingine anajiita jina ya mama. Kwa Kikuyu hakukuwa vile zamani, lakini siku hizi imekuwa ni kama kawaida. Unakuta Kawajiko, Kawajeri, nini. Kwa mila ya Kikuyu kulikuwa hakuna majina kama hizo. Na hata wakati huu kuna watu wamepeleka mswada, wazee wengine kwa UNESCO kujaribu kuelimisha wafanye vile inawezafanyika ili kama wewe hujaolewa nini ilikuwa ifanyike. Manake Wakikuyu ni moja jamii za Kenya ambao tuko na single mothers wengi sana. Imeletwa na masomo, imeletwa na hii tunaita rights za kina mama, gender rights. So hakuna ile mwingine mdogo kuliko mwingine. Kwa hivyo hata kwa what a man can do, a woman can do better. Yes. Kwa hivyo kuna marekebisho yanaweza fanyika. You can still go back. Tunaweza rudi tuseme, na sana watu wanafanya hivyo. Na unapata kuna groups wengi wanaketi, wanakaa pamoja wanasema turudie ile tamaduni yetu. Pale tuliruka tukatengeneza. Wakirudi wanapangiwa yale mipango inatakiwa kufanyika. Wanafanya zile steps wanatakiwa kufanyike, wanabarikiwa na ambiwa endeleeni na maisha yenu. Hakuna ile kwamba mlifanya makosa sasa hii imeisha, hapana. Kwa hivyo kuna marekebisho, sababu ile pombe nilitaja pale iko na umuhimu mwingine. Ati Wakikuyu wanaamini baba alizaa mtoto. Baba yoyote hata kama hakuwa yule mama, ile begu arudisha na mate ya pombe. Aseme amejibariki, amerudisha begu yake. Hiyo baraka ikikosekana, kuna hatari itapatikana kwa yule mtoto. Na kwa hivyo hata kama yoyote lolote litafanyika, ni vizuri baba wa mtoto, na ndio sasa unaona wasichana wengi wataki kusema. Anaulizwa, dadangu mtoto umepata mimba? Usiniulize, ni yangu. Unamwacha, lakini kuna wakati itafika aidha ataulizwa swali na mtoto, babangu ni nani? Kwa hivyo ni vizuri sana baba kubariki mtoto, kiumbe chake. Manake si tunasema duniani baba ni baba wa mbinguni na baba wa duniani. Kwa hivyo kuna huo umuhimu. Umuhimu mwingine, mahari. Wakati tulikuwa tunajadiliana utamaduni, customary marriage, sheria ilikuwa nataka kuondoa hiyo. Wanasema kusiwe na mahari popote. Lakini jamii zote walisema minimum lazima kuwe na mahari. Na hiyo mahari ni zawadi, lakini ni zawadi iko na mpangilio. Manake hiyo zawadi kama kwa Wakikuyu, kila mmoja huzawadika kuanzia baba, mama, ndugu za baba, ndugu za mama. Na kwa mfano Wakikuyu walikuwa nasema kama msichana ameolewa, walikuwa nalala kwa ile kitanda moja. So huyu mmoja akiondoka, huyu mwingine anaachwa kuhisi baridi. So wanaambiwa nyinyi wakati mwenye mmechukua huyo, mtadikieni huyu mwingine asisikie baridi. Kwa hivyo sister yake anapewa kitu. Ilikuwa ni ya kutengeneza ile urafiki na kumaliza ile kama chuki au jealous. Kwa nini sister ameolewa mimi sijaolewa? Ni kama kila mtu ameambiwa chako kidogo. Kwa Kikuyu kulikuwa hivyo. Kabila zingine wako na mipango zao. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kurudia, na kama umeuliza swali, ukienda upate kuna shida, watoto wameanza kuzeebeka ama wamepata magonjwa ya poni, daktari anaanza kuwa na majuto au uende kwa sababu kuna wengine tu naenda nyumbani wanaambiwa babanyu alimlifanyia hivi, mlifanyia hivi, aendeni nyumbani. Anaenda sema watoto wangu sina shida, mimi nawabariki. Shida inaisha. Shida inaisha. Unapata kuna wamama wengine wanasema hapana, twende tukaombe baraka. Huwezi kuomba baraka. Baraka tukienda kanisani mtu anasema Mwenyezi Mungu naomba unibariki. Lakini kwenda kwa mzazi mzazi wangu naomba unibariki. Hiyo si. Wewe mfanyie tendo mzazi, baraka ijitoe. Na tumeziona ziko nyingi. Hiyo ni hatia, makosa. Parental blessing ceremony. Ati tunakuja marafiki wengi, ati tunakuja kuomba, na hata anaimba nyimbo, tunakuja kuchukua baraka. Hakuna baraka unaweza toa kama kikohozi. Hapana. Lazima upate ile hisia mwenyewe, furahi. Hata kwa Biblia ukiona Jacob na Esau, babaye nichinjie nikubariki. Hivi unamaanisha kwamba ni hatia kuandaa sherehe? Kuandaa sherehe unasema ati tumekuja na marafiki kuomba baraka. Na si umepatiana mfano daktari wa Yakobo na lakini nani alisema? Alisema nichinjie nyama nzuri nikubariki. Naam. Do it. So alimwambia fanya kitendo. Sio wewe mwambie baba nimekuja nitakufanyia kitendo. Wewe mwenyewe ndio decide.
Kwa hivyo mfanyie babako tendo, aanze kuona uzuri wako, aanze baraka zijitoe. So ni kama tuna kwa Kikuyu walikuwa wanaita kamweredho. Kamweredho ni wanaenda wanaiba nyimbo. Ilianziwa na mama wa soko. Wenye walikuwa single mothers wakapangana wakaanza kusema haya tuenda kuomba baraka. Naam. So ukifuatilia yale ule utaratibu, baraka zinajileta. Manake siku ile ulienda nyumbani ukasema huyu rafiki yangu nimependa nioe, baraka zinatolewa automatic. Kuna sherehe nyingine, kwa sababu tunaingia kwenye dakika zetu za lala salama daktari. Hapo tu tukizungumzia kuhusiana na zile sherehe za kwenda kuomba baraka. Kuna wengine wanasema ni hafla au ni sherehe ya kusema asante. Haya. Kusema asante. Yote shukran kila wakati unaweza toa shukran zako. Lakini ukitoa shukran ukiwa na nia na lengo la kupata something in return, bas hiyo sio shukran. Manake ni kushukuru kutoka kwa roho, unasema asante sana. Na imeisha hapo. Ukifikiria kama utasema kitu baadaye, bas. So lakini ukiangalia ile mpangilio ya kutoa shukrani, kuja umebeba nguo, nyimbo, nini. Lakini kuna yale lazima ifanyike. So unapata mzazi anasema sawa, njoo hapa. Na kuwekelea tu mkono hata lakini akili zake haziko hapo. Manake yako amepanga kubariki siku hiyo. Mzazi akipanga kubariki atakuita, atachinja, atafanya tambiko, anasema watoto wangu nikipenda kuwabariki. Hata Biblia imeandikwa kwa Psalms 15. Vile mzee anaweza kubariki watoto wake. Yale maneno anasema inajitoa. Naam, muda umetupa kisogo kweli. Kuna swali tu moja labda kwa sekunde 30. Kama mtu ana uhuru, kwa nini jamii ya Gikuyu inashinikiza lazima majina yale yafuatane? Kwa mfano nikipata mtoto mimi na mahali nimeolewa nafaa nimpatie jina la mamake au babake, ndipo sasa nimepata mtoto wa kiume au wa msichana. Umuhimu wake ni gani kwa sekunde 30? Sekunde 30 ni kwamba Wakikuyu walikuwa na ni umuhimu wa hiyo ni moja tu. Kwa mfano kama nimeitwa jina la babangu, sasa Mugo. Kama kuna kitu Mugo hakufanya na aliaga, mimi nitaitwa na nitapatiwa ile heshima yote. Niambue Mugo, hapa mwaka wa 63 tulikukosea na kwa hivyo tunaomba msamaha. Mimi niko na uhuru wa kutoa huo msamaha. Maanake ile jina tunaamini ni yule. Kwa hivyo Wakikuyu majina yanaenda yakizunguka hivyo. Mama, baba, mjomba hivyo. Na sana ni kwamba tuziwe kama ukiangalia kwa mti una matawi, una uti wake, alafu una mizizi. Yale mizizi na matawi yawe yanashikanishwa na kitu fulani. Kwa hivyo jina ni kitu moja ambayo ushikanisha. Na pia namba 2, jina inatumika kutambulisha jamii. Ukiangalia kwa Biblia nimaliza. Ile Matthew chapter 1, Yesu alikuwa wanani, vile ilienda mpaka kwa nyumba ya Daudi. Wakikuyu ni vile tunaweza kufuatanisha miaka mpaka upate kwenye. Asante sana. Daktari Michael Mugo ambaye ni naibu mwenyekiti wa Kiama kutoka shirika la National Gikuyu Cultural. Natumai hili liko katika kaunti ya Laikipia, Nyeri. National iko kila pahali. Naam, asante sana. Mimi nimetoka Laikipia, Marmanet, pale panaitwa Siron, na wasalimu watu wa kwetu. Nasema asante kwa kutenga muda na kuja kuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Mila na Tamaduni. Ndio utakuwa mwisho, mtazamaji. Zangu ni shukrani jazila. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Catherine Simaloi, nami jina langu ni Ruga Ival. Kuwa na usiku mwanana. Kwaheri.